Tunafahamu kuhusu ubora wa Luis Jose Miquissone wa Tanzania. Ni miongoni mwa watu mashahidi kabisa juu ya talent ambayo yuko nayo Luis Jose Miquissone. Tulimuona hapa akiwa katika fomu yake yenye ubora wa hali ya juu kabla baadaye kuondoka zake kwenda maeneo mengine mbalimbali ikiwemo Al Ahly na kuzunguka na finally kurudi tena kwenye kikosi cha Simba kabla ya kwenda nyumbani kwa maana ya Msumbiji kwenye kikosi cha UD Songo ambako alitokea. Tunafahamu hivyo vyote, lakini tunafahamu kwamba uondokaji wake kwenye hii raundi ya pili alivyokwenda UD Songo aliondoka na muonekano tofauti kidogo, kwa maana ya kiwango chake kilikuwa hakiridhishi, lakini eneo la pili muonekano wake ulikuwa hauridhishi au hauweki matumaini, kwa maana alikuwa anaonekana kujaa hivi kuwa na mwili mnene. Sasa Luis Miquissone alichagua kwenda nyumbani kwa maana kwenda kujitafuta, kwenda kuanza upya, akiamini bado yupo katika miaka ambayo anaweza kuperform tena kwa wakati mwingine katika maeneo mengine mbalimbali ikiwemo kwa Msumbiji. Kwa Msumbiji ilikuwa ni sehemu kama platform kurudi nyumbani kwenda kujitafuta upya, kwa sababu ni nyumbani, hivyo atakuwa yupo comfortable, atacheza bila pressure yoyote. Ndicho ambacho kimetokea. Performance bora kabisa ameionyesha katika msimu huu wa 2025 akiwa na UD Songo tayari. Katika msimu huu tu kwanza ameiwezesha timu hiyo kubeba ubingwa wa ligi kuu ya Msumbiji kwa maana ya Mosambola, lakini kama haitoshi, leo hii wamebeba ubingwa, ilikuwa ni jana Jumamosi, wamebeba ubingwa wa Taka Mozambiki, yani FA ya Mozambiki kwa lugha nyepesi, kombe la FA kwetu kombe la CRDB, naamini nimeeleweka zaidi. Kwa hiyo na lenyewe pia amebeba ubingwa huo wakifunga Black Bulls kwenye changamoto ya mikwaju ya penalty. Finally wamefanikiwa kushinda hilo taji la pili katika msimu huu. Kwake yeye mwenyewe sasa kama mchezaji, Luis Miquissone performance wise pia ni nzuri. Kwenye ligi amefunga mabao 15. So yeye ndo kinara wa upachikaji mabao mpaka sasa katika ligi kuu ya Msumbiji akiwa na mabao hayo 15. Kwa hiyo performance yake imekuwa bora, imeimarika, lakini pia muonekano wake umeimarika. Amepungua sana sasa hivi na amerudi kwenye yule Luis Miquissone ambaye tunamfahamu, kwa maana ya kiwango tayari amesha click kwenye ligi ya Msumbiji, lakini pia katika muonekano tayari ameshakata kilo nyingi sana katika mwili wake. Sasa hapo nimejaribu tu kukuonesha picha ya juu upate mwanga kuhusu Luis Miquissone na kile kinachoendelea. Kama haitoshi, kwa kuongezea, kabla sijasahau, Luis Miquissone yupo kwenye kikosi cha Chiquinho Conde, kocha wa timu ya taifa ya Msumbiji, kuelekea katika fainali za AFCON zinazotarajiwa kufanyika Morocco. Lakini tukumbuke kwamba wakati huu ligi ya Msumbiji inachezwa annually, maana yake inaelekea ukingoni, inaelekea kumalizika. Huenda Miquissone asimalize ligi akaenda kujiunga na kambi ya timu ya taifa kuelekea katika fainali za AFCON ambazo zinaanza tu hivi karibuni. Maana yake huku kuna mechi tutakuwa misacha, sababu timu yao ina mechi takriban 3-4-5 hivi ili wamalize ligi. Kwa hiyo huenda akazidiwa magoli au bado akaendelea kuwa mfungaji bora katika ligi ya Msumbiji. Sasa Luis Jose Miquissone kupitia agents ambao wako nyuma yake wamempropose kwenye kikosi cha Young Africans. Yani agents au management ya Luis Miquissone wamempropose ndani ya kikosi cha Young Africans. Hizo ni taarifa ambazo nimezipata kutoka Msumbiji kwa moja ya mwandishi wa habari ambaye anaaminika sana kutoka katika chombo cha TVM, yani TV Mozambiki. Amenipa taarifa hii kwamba Luis Miquissone amekuwa proposed kwa Pedro Gonçalves, kocha wa kikosi cha Young Africans. Miongoni mwa sababu ambazo zimepelekea hiyo huko kupropose kutokee ni mahusiano mazuri ya hii timu ya agents ambayo inataka kumhamisha Luis Miquissone pamoja na Pedro Gonçalves. Ikumbukwe Pedro Gonçalves anatokea Ureno, lakini Afrika kwa muda mrefu yupo Angola.
tangu mwaka 2015. Maanake ana takriban kipindi cha miaka 10 ndani ya taifa la Angola. Angola na Msumbiji ni kama mapacha, ni mataifa ambayo yanazungumza lugha moja yenye utamaduni mmoja, miongoni mwa mataifa 6-7 Afrika ambayo yanazungumza lugha ya Kireno. Kwa hiyo ni mataifa kama familia. Na hata kwenye eneo la wachezaji wamekuwa Angola mara nyingi tunachukua wachezaji kutoka Msumbiji kwa sababu ligi ya Angola imetangulia kifedha ukilinganisha na ligi ya Msumbiji. Sasa miongoni mwa wachezaji ambao wameenda ligi ya Angola ni pamoja na Lau King, striker ambaye alikuwa anacheza na huyu Luis Mixon. Luis Mixon anacheza namba 10, wakati huo Lau King anacheza namba 9. Alienda Angola. So ni mfano tu ambao nimeutoa mmoja wapo, lakini yupo mwingine mwenyewe pia alikwenda Angola, kama nitajaribu kumkumbuka hapa, ni kiungo ambaye alitokea kwenye kikosi cha Ferroviario Beira, akaenda Angola pia, na yeye nitamkumbuka jina, na yeye pia alikwenda Angola kwenye kikosi cha Sagrada Esperança. Sagrada Esperança ukiangalia wana kiungo nambari 6, ametokea Msumbiji, akaenda Angola, ni raia wa Msumbiji. Sasa baada ya hapo maana yake nini? Sasa Pedro Gonçalves hakusema kama anahitaji kiungo wa ushambuliaji kwenye hiyo position ya Luis Mixon, lakini ameonyesha nia ya kutaka kumfahamu vizuri Luis Mixon. Of course anamjua kwenye daraja fulani, lakini kwa miaka hivi karibuni hajamfahamu in details, kwa maana kile ambacho anaendelea nacho huko alipo kwa maana ya Msumbiji. Sasa yeye Pedro Gonçalves kitu ambacho alikuwa anakitaka ni kumuona Luis Mixon akicheza katika mechi, yani amuone tu katika mechi. Angeweza kusubiria finali za AFCON, lakini hatujui mpaka AFCON mazingira yatakuwa vipi, kwa sababu kuna timu ambazo zinamhitaji, ikiwemo Stellenbosch ya Afrika Kusini wanamhitaji, ambao wapo katika michuano ya CAF Confederation, wanataka kumuongeza pia kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye timu yao. Lakini pia klabu ya Saint Louis Lupopo na wenyewe wanamhitaji, na wao wapo katika michuano ya CAF ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Sasa Pedro Gonçalves alitaka kujithibitishia. Sasa anajithibitishiaje? Alitaka kumuona katika mechi ya finali ya kombe la Taka Mozambiki, kwa maana ya finali ya FA dhidi ya Black Bulls, na kumuona kupitia mkanda wa video, yani footages, apate footages, angalie mechi amuone. Ligi ya Msumbiji inaonekana kupitia Facebook. Sasa hiyo ni platform ambayo yeye wanaweza kurekodi na wakamtumia kwa yeye kuangalia kile ambacho Luis Mixon alikifanya, kama anatosha kumuunganisha kwenye kikosi au mambo yako vipi. Good thing ni kwamba UD Songo wamecheza mechi yao dhidi ya Black Bulls, na ni mechi kipimo sahihi kabisa, kwa sababu Black Bulls ni timu iliyopiga hatua kubwa sana katika kandanda ya Msumbiji. Ni timu ambayo inafanya vizuri, imeanzishwa tu miaka ya 2018 hapa, lakini wanafanya vizuri mno. Ni timu ambayo nisha kuzungumzia katika miongoni mwa session zangu ambazo nimewahi kuzifanya. Msimu uliopita walikuwa group stage ya Confederation Cup sambamba na Enyimba na Zamalek pamoja na Al Masry. Kwa hiyo ni timu ambayo ina picha kubwa, na yenyewe wamesajili wachezaji wakubwa. So waliamini hii mechi ni mechi nzito, ni mechi ambayo inawezekana ikawa ni kipimo rafiki kujua uwezo wa mchezaji. Luis Mixon alianza katika mchezo wa leo akitokea pembeni, kwa maana ya eneo la winga ya upande wa kulia. Tunafahamu kwamba anatumia mguu wa kushoto, lakini anatokea upande wa kulia kwenye kikosi cha UD Songo. Ni mechi ambayo ilimalizika kwa sare ya bao 1-1, lakini ilikwenda kwenye changamoto ya penalty, na hapo UD Songo wakashinda kwa changamoto ya mkwaju ya penalty na kubeba ubingwa wao wa pili msimu huu. Wamebeba kombe mbele ya uwanja wa Black Bulls, kwa sababu ilichezwa katika uwanja wa Black Bulls, uwanja wa Matola unaopatikana katika jiji la Maputo nchini humo Msumbiji. So kwa Mixon, yeye binafsi kazi yake ameshamaliza, kwa maana kuonesha hapo, lakini anakwenda katika finali za AFCON. Hatujui huko mazingira yatakuwa vipi, nani atanasa huduma ya Luis Mixon. Mwenyewe Tanzania ni favorite. Tanzania ni eneo ambalo analipa nafasi ya juu kabisa, kwa sababu licha ya taarifa ya kwamba kuna timu mbili zinamhitaji ikiwemo Lupopo na Stellenbosch Afrika Kusini, lakini mwenyewe inaonekana interest kubwa ipo Tanzania. Sasa tunasubiri kuona mambo yatakuwa vipi, kama Young Africans watamchukua Luis Mixon
ama mambo yatakuwa tofauti kwa maana Mixon kwenda kujiunga na timu nyingine yoyote, au atabakia pale pale Msumbiji. Iko ni kitendawili, lakini mwenyewe ana interest ya kurudi tena katika ligi kuu ya Tanzania bara. Bado anaamini anaweza kufanya vizuri katika ardhi hii. So hilo ndo kubwa zaidi kwa wakati huu ambao nilisema hapana na inabidi nilishare hili. Ni jambo kubwa of course kwa ukubwa wa mchezaji mwenyewe, kwa maana Louis Mixon, hii ni taarifa kubwa. Na kama ambavyo nimekwambia kwamba vyanzo vya taarifa, sijaona Tanzania ikiwa imeripotiwa, vyanzo vya taarifa kutoka Msumbiji Maputo, kwenye mwandishi kutoka kwenye kituo cha TV Mozambiki. So hilo ndo kubwa zaidi. Wewe una nafasi ya kuweka mtazamo wako katika hili kwenye comment section hapo. Unaweza ukaandika, unamuona Louis Mixon anastahili kuwepo ndani ya kikosi cha Young Africans? Kwa sababu pia Young Africans katika eneo la kiungo cha ushambuliaji wana wachezaji wengi wazuri tu. Miongoni mwao ni Pacome Zouzoua, Maxime Pia Nzengeli, yupo Celeste Ekwa, yupo Lassine Kouma, wengi tu, wakina Sheikhani, wakina Ofen Chikola, hivyo wakina Edmund John. Ni eneo ambalo limekamilika, lina watu. Kuna haja ya kuwa na Louis Mixon tena katika hili eneo au vipi? Lakini tunafahamu kuhusu daraja la Louis Mixon. Anapokuwa katika utimamu, anapokuwa katika ubora wake, mambo yanakuwa vipi kwa upande wake? Weka comment yako kwenye comment section, bila kusahau kusubscribe, na hii ni Mzinga Sports.